Tumekusanyika hapa kumkumbuka Mwalimu Julius Nyerere aliyezaliwa miaka 104 iliyopita. Ukiangalia nyuso hapa, naona wengi wao watakuwa ni wajukuu na vitukuu ya Mwalimu Julius Nyerere, kwa sababu kwa kweli generation hii ni ya vijana kabisa. Kwa sababu hiyo wanao wajibu na haki ya kujua Julius Nyerere unayemkumbuka nani, na kwa nini kila mwaka tunakutana hapa kumkumbuka. Maana miaka 50 ijayo tusipoendelea kueleza mambo haya, siku nyingine tutaulizwa na unafanya kongamano, wananyoosha mkono nasema, lakini Julius Nyerere alikuwa nani hapa? Wanahitaji kumjua, na historia yake inahitaji kuenziwa kutoka kizazi hadi kizazi. Falsafa ya Mwalimu na sifa ya uongozi wake unaweza kuikuta katika mambo matatu manne tu. Kwanza, uhuru wa nchi hii, umoja wa nchi yetu, maendeleo ya watu wetu na ukombozi wa Afrika. Ukisoma na unaweza kuandika, kuna wataalamu hapa wa kuandika vitabu, wakitaka unaweza kuandika vitabu, na ukiandika haya utampata Julius Nyerere. Kwa hiyo Mwalimu thinking yake ilikuwa ni wapi, na moja katika vitu alivyofanya Makerere ilikuwa kuandika kitabu ambacho hakikuchapishwa mpaka amefariki, kinaitwa Uhuru wa Wanawake. Anasema women are not chicken, they are eagles. Wanawake sio kuku. Ni nini? Wanaweza kuruka wakiachiwa. Alikuwa anatazama maisha ya wanawake katika familia ya Kizanaki, na ndio ilikuwa point of reference. Lakini alitetea sana wanawake. Kwa maisha waliokuwa naishi wanawake katika familia za Afrika haikuwa sawa, waitapiwa kupewa nafasi zaidi. Mawazo ya Mwalimu yanatekelezwa leo, na wanawake wa Tanzania ni mashahidi. They are no longer chickens, they are eagles. Mawazo ya Mwalimu akiwa Makerere University.